kuna tatizo kidogo hapa na pale. Najua ya kwamba sasa umeweza kunipokea kwa njia inayofaa na kwamba tutaweza kuandamana mpaka timati. Najua ya kwamba siku nyingine hii ya leo ambayo Mungu ameifanya tukapatane nawe, najua ya kwamba sio siku ya kawaida kwangu, sio siku ya kawaida kwako, kwa maana ni siku ambayo hatujaiona tena, na Mungu ameifanya tukaweza kushawishana na kufahamishana machache. Najua kwamba Mungu ataweza kututenda mema. So ukisikia kuna sauti kidogo ya background, najua ya kwamba you will understand ya kwamba ni watu ambao wamesema hakuna sauti hewani wanashughulikiwa. So sauti inapokuwa ama inapoangaliwa na kuwa njema, najua ya kwamba tunaweza kuandamana. Manake naona waelekezaji wangu wakiniambia kwamba sauti ipo na sauti iko shwari. Niwashukuru sana kwa kutukujuza ya kwamba sauti haikuwepo hewani, na muda huu ambao najua ya kwamba tunaandamana nanyi kwa pamoja, najua ya kwamba Mungu ataweza kututenda mema. Ni vyema sana kwa ajili ya mida na masaa haya ambayo Mungu ametupa ili ya kwamba tukayafurahie. Najua ya kwamba tutayafurahia na tutayasherehekea kwa pamoja. Ningeomba dakika moja tu tuweze kushukuru Bwana kwa ajili ya matendo yake, tukaweze kuomba rehema zake ili ya kwamba akaandamane pamoja nasi, na tukaamini na tukashukuru. Yehova Mungu mwingi wa rehema, tunanyenyekea katika kiti chako cha enzi. Tunalisifu, tunalitukuza na kulihimidi jina lako, tukisema ni asante kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Bwana, pokea sifa, pokea utukufu, kwa kuwa ni zako Yehova. Tunaomba Bwana ukaandamane pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka tamati. Yehova, acha Yehova Mungu neno lako likatufahamishe yale ambao sisi kama wanadamu hatuyafahamu, na Bwana ukitutenda vile, sifa na utukufu ni kwa jina lako. Naomba Bwana ukaandamane nasi, acha kibali chako kikaandamane nasi, nani katika jina la Yesu Kristo twaomba na hata kuamini. Karibu sana, karibu sana. Tutangulie na neno tulio malizia nalo juma lililopita. Nalo neno lilikuwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 13:21. Kitabu katika neno katika kitabu cha Kutoka 13 aya yake ya 21. Nalo neno lilikuwa linasema ya kwamba na walilipa theluthi mbili za shekeli kunoa jembe na miundu, na theluthi moja ya shekeli kunoa mashoka na kuchonga mishoko. Tuliona ya kwamba wana wa Israeli hata kama waliambiwa wasitengeneze mapanga na wakapewa onyo kuwa wasitengeneze mapanga, si kusema ya kwamba ati kunoa mashoka na kunoa majaba yao walipewa bure, bali tuliona ya kwamba na tumeona ya kwamba waliweza kulipishwa, na tukaona ya kwamba waliweza kulipishwa gharama ya theluthi mbili kwa jembe na theluthi moja kwa choka. Ya kwamba tunaona ya kuwa hawakufanyiwa kazi bure. Yaani kazi ya wana wa Israeli haikuwa rahisi, bali ilikuwa ni kazi ngumu na ngumu zaidi. Wakati ambao wanapoonekana kama wanaweza kushinda
ama wanaelekezwa kama watu ambao wanaoshinda, tunaona ya kwamba walikuwa wanalemewa na jambo moja ama lingine, na tukaona ya kwamba wana wa Israeli waliweza kufinyiliwa kwa muda, kwa kuwa hata kama wanapewa nolewa majembe hawakunolewa bure, walipe gharama ya kunoa yale majembe. Iliwabidi wao wenyewe wajilipie gharama ili ya kuwa majembe yao yakatiwe makali na mashoka yao yakatiwe makali. Sijui kama unaona mtu ambaye anayekufinyilia anakuzuia kufanya kitu moja, na hata kile ambacho amekuruhusu kufanya hicho kitu bado amekulimit, yani amekuwekea vikwazo. Hauwezi pita pahali fulani, amekuwekea gharama fulani. Sijui ya kwamba tunaona ya kwamba wana wa Israeli wamepewa masharti ya kunoa, wanalipishwa kunoa majembe, na wamepewa masharti wasiweze kunoa, kutengeneza mapanga, kwa kuwa wana wa Misri waliwaogopa sana, lakini hawakupenda kudhihirisha kwamba Israeli walikuwa na nguvu dhidi ya wana wa Misri. Tuone neno katika kitabu cha hicho Samueli 13 aya yake ya 22. Nalo neno lasema ya kwamba hivyo ikawa siku ya vita haukuonekana mkononi mwa mtu yeyote miongoni mwa watu waliokuwa pamoja na Sauli na Yonathani upanga wala mkuki, isipokuwa Sauli mwenyewe na mwanawe Yonathani walikuwa navyo. Tumeona ya kwamba wakati ulifika wakati wa vita, na wakati wa vita ulipofika, tumeona ya kuwa wana wa Israeli hawakuwa na silaha tosha za vita, kwa kuwa kwa wana wa Israeli hakukuonekana shoka, hakukuonekana panga wala mkuki, bali Sauli na Yonathani walikubaliwa kuwa na panga na mkuki, bali wana wa Israeli wengine wote hawakuruhusiwa kwa vyovyote vile kuwa na panga wala kuwa na mkuki. Na hivi iliwafanya wana wa Misri kuwafinyilia wana wa Israeli. Haikuwa rahisi unapigana na mtu ambaye ana vitu vya vita, nawe hauna vitu vya vita. Na ndio maana tunaendelea kuchunguza ya kwamba kama utawala wa Sauli, hata kama Mungu alimpa Sauli utawala, kama utawala wa Sauli ulifikiana malengo, bali tunaendelea kuona ya kwamba wakati ambao wana wa Israeli walitawaliwa na wana wa Misri na watu na Firauni, Sauli na Waamoni, Sauli alishindwa kuwatetea wana wa Israeli kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kuwaruhusu kutumia zile vitu ambavyo wamewekewa ilani kutumia, bali yeye vile vitu ambavyo wana wa Israeli waliwekewa ilani kutumia, yeye alipewa ruhusa ya kuitumia, kwa kuwa walijua Sauli akiwa peke yake, akiwa na virago vya vita, hawezi kuweza kuwashinda, bali wana wa Israeli wangelikuwa na virago vya vita, wangeweza kuwashambulia Waamoni na kuwaangamiza, na kukosekane mtu hata mmoja ambaye angesimama kumenyana na wana wa Israeli.
Tuendelee katika kitabu hicho cha Samueli, tuende mlango wake wa 23. Na jeshi la Wafilisti wakatoka hata mpito ya Mikimashi. Tunaona ya kwamba wana wa Misri wakaweza kupita, na si kupita tu, bali wakaweza kupita wana wa Israeli na kufika katika nchi ya Mikimashi. Na ukumbuke ya kuwa nchi ya Mikimashi ilikuwa mikononi mwa wana wa Israeli, bali tunaona ya kwamba wakati huu wana wa Israeli wamewezwa na kunyaganywa nchi ya Mikimashi. Ni kwa nini wana wa Israeli wanawezwa? Kwa kuwa wao hawana virago vya vita, bali wanaomenyana na wao wanazo virago vya vita. Yaani mtu ambaye ana masilaha na mwingine ambaye hana silaha lolote. Ikiwa mwana wa Misri kungelikuwa ama Sauli ama Wafilisti wangewaruhusu wana wa Israeli kutumia mapanga, hawangeweza kuwashinda, bali waliwashinda kwa kuwa wao wenyewe hawakuwa na virago vya vita, bali watu wa Wafilisti walikuwa na virago vya vita, bali wana wa Israeli hawakuwa na virago vya vita. Aya ya 14 aya kwanza, 14 aya kwanza, maandiko inatuambia kwamba basi ikatukia siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyebebea silaha zake, haya, na tuvuke twende kwa Wafilisti ngomeni pale ng'ambo ya pili, lakini hakumwarifu babaye. Unaona, maandiko inatuambia kwamba ikafikia siku kijana wa Sauli akaweza kumshauri yule alimbebea virago vya vita na kumwambia kwamba tuende tukamenyane na Wafilisti, lakini hakumjuza babake, kwa kuwa utawala wa Sauli hata kama uliletwa na Mungu hakuweza kustahimilishwa, kwa kuwa alikosa hekima kwa Bwana. Hebu soma vizuri. Basi ikatukia siku moja kijana wa Sauli akamwambia yule Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyembebea silaha zake, haya, na tuvuke twende kwa Wafilisti ngomeni. Unaona, hamwambii babake jinsi ya kupigana vita, kwa kuwa anatarajia kuwa babake angewa hodari katika vita, bali babake hakuwa hodari katika vita, kwa kuwa ameishi akiwa mfugaji, hajai kuwa mwenyeji wa vita. Bali sasa kijanake anashauri yule anayembebea virago vya vita, anamwambia na tukavuke ng'ambo ile tukamenyane vita na Wafilisti, kwa kuwa pale ngomeni
Wafilisti ndipo wako, na sasa tukiwasubiri mpaka wafike pahali tupo, hatutakuwa tukiwa tumejiandaa, bali tukiwapata wao wenyewe hawatakuwa tayari, kwa kuwa walidhani watavuka watupate. Mtazamaji wangu, hata kama nawaambiwa ya kwamba muda wetu umeisha, ningeomba ufikirie jambo moja. Wakati ambao watenzi wako wanakujia, wanaja wakiwa wamejiandaa, bali nawe haukui umejiandaa, kwa kuwa wewe unasubiri mpaka wafike ili ujiandae ukapigane vita. Bali hungepaswa kuwasubiri, bali ungepaswa kuwapata ng'ambo yenye wako, ukamenyana na wao, ili ya kuwa wao waashirie chenye ambacho chako wamemiliki. Watu wengi wameishi na uoga, watu wengi wameishi na kutojielewa, kwa kuwa uoga ulioko ndani yao umewafunga. Hawawezi kuitisha haki yao na hawawezi kuijua nafasi yao. Bali ukijijua, ukijielewa, utaweza kujua nafasi yako, na wakati ambao utajua nafasi yako, hautasubiri adui wako mpaka wakupate kwa nyumba, bali utatoka uwapate we mwenyewe, ili kuwa wazikumalize ukiwa haujajiandaa. Acha tuamini na tushukuru. Yehova Mungu mwingi wa rehema, tunyenyekea katika kiti chako cha enzi, tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Rehema zako Bwana zimetutangulia, tumeziona ukiandamana pamoja nasi. Bwana, pokea sifa na utukufu kwa kuwa ni zako. Acha Yehova Mungu ukajidhihirishe na ukajitukuse nasi, jinue na maisha ya kila mmoja wetu. Acha Yehova Mungu ukajidhihirishe na ukajitukuse nasi. Bwana, ukitenda vile, sifa na utukufu ni kwa jina lako. Tubariki, tuinue Bwana. Acha Yehova Mungu ukajidhihirishe na maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo twaomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Nikukumbushe siku ya Alhamisi tutakuwa nawe hapa mitamboni. Waweza kupatana nami hapa mitamboni kuanza majira ya saa 2 mpaka majira ya saa 2:30. Mungu akubariki, akuinue na akutende yaliyo mema.